nataka tukajifunze. Rais wa zamani sana wa kule Afrika Kusini, nafikiri ndiye baba wa taifa la Afrika Kusini, anaitwa nani? Mandela. Alisema hivi, kitu ambacho na mimi nafikiri ni kweli. Alisema hujafanya chochote kwa watu kama hujabadilisha fahamu zao. Yaani kama hujamuingizia mtu ufahamu hata akabidhiwe benki ya dunia, alisema huyo mtu hujambadilisha. Kwa hiyo kumbe saa ya mafundisho ni saa ya mabadiliko. Amen. 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 Hallelujah. Amen. Kwa hiyo naomba sasa tuende kwenye kujifunza, na utaandika tu ujumbe ambao nafikiri muda wote ambao nilikuwa kizuizini kufika hapa, nafikiri labda ndio Mungu alikuwa anauandaa. Eti anasema tujifunze kuliamsha kanisa letu. Nikasema nitaelewekaje? Na maana wale watu watasema mimi ni kanisa lao limelala. Hapana. Nafikiri tutaelewa ni kwa nini Bwana anasema hivyo. Amen. Umeandika kuliamsha kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kwenye mafundisho. Tunaenda kwenye nini? Ninaomba unisikilize vizuri sana. Huduma ya Yesu ukifuatilia vizuri sana, 99% ilikuwa ni huduma inayofundisha. Ukifuatilia vizuri sana. Ndio maana kuna sehemu Biblia inasema watu wakaamka asubuhi na mapema wakaenda hekaluni kwenda kumsikiliza. Ni vizuri ukanisikiliza, kwa sababu tunachoenda kujifunza si tu kwamba kitakusaidia kiroho. Uliwahi kujua kwamba injili ya Yesu inagusa iwe ni familia, iwe ni ndoa, iwe ni uchumi, iwe ni kila kitu. Na ndio maana kuna rais mmoja wa Amerika anaitwa Herbert Hoover alisema mafanikio ya kiuchumi ya Amerika yanatokana na injili ya Yesu Kristo. Amen. Yaani Amerika tunajua imefanikiwa, ni taifa kubwa, lakini huyu rais anasema kwamba mafanikio na ubora ulioko Amerika unatokana na injili ya Yesu Kristo. Kwa hiyo naomba wakati wa mafundisho ujue kwamba injili hii itakuboresha kiroho, kifikra, kifamilia, na kesho yako itatukuzwa kupitia fundisho la Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Ninaamini mtu anaanza kufa anapoacha kujifunza. Mtu anaanza kufa anapoacha kujifunza. Ndio maana ukifuatilia walimu wanaofundisha, iwe ni sekondari au shule ya msingi, huwa walimu hawazeeki. Ule kufuatilia vizuri. Kama kuna mwalimu alikufundisha shule ya msingi, si ajabu leo bado yuko fiti kama kipindi kile. Yaani hata kama amestaafu, lakini bado yuko katika ukaka kama ni baba, yuko katika udada kama ni mama. Hii ni kwa sababu mwalimu kila siku analazimika kujifunza. Hata kama anajua anachoenda kufundisha, analazimika na kanuni za walimu kujiandaa, na katika kujiandaa lazima utasoma, unaenda kufundisha. Ndio maana walimu wanabaki katika uyanga, katika ujana wao. Hii ni kwa sababu katika kujifunza kuna kuwa renewed, kuna kufanyika kuwa mpya. Na Mungu anasema hivi, wanaoningojea mimi watarejeshewa ujana wao kama kungojea Bwana ni kutulia katika mafundisho, na utakuwa renewed tena katika jina la Yesu. Kwa hiyo sio saa ya kusinzia, ni saa ya wewe kurejeshewa upya wako. Haleluya. Naomba unisomee kichwa cha habari umeandikaje? 1 2 3 tusome. Kuliamsha kanisa letu. Bwana Yesu asifiwe. Tuanze kujifunza mtu wa Mungu. Paulo aliwahi kuongea na kanisa, kitabu cha Efeso sura ile ya 5. Kama kuna mtu atakuwa sharp, natamani baadhi ya maandiko tufanye nini? Tusomewe. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu atakuwa anasoma? Amina. Alright, kitabu cha Efeso. Naomba mtu mmoja atapatiwa mic. Alafu baada ya hapo tutaweza kusoma andiko baada ya andiko. Efeso 5:14. Kitabu cha Efeso sura ya 5 na mstari wa 14. Amen. Nasoma kama ilivyoandikwa Efeso 5 mstari wa 14. Hivyo usema, amka wewe usinziaye, ufufuke katika wafu, na Kristo atakuangaza. Alright, naomba rudie tena. Sehemu A. Sehemu A. Hivyo usema, amka wewe usinziaye. Hapa Paulo haongei na watu walioko kitandani ndani ya neti. Alikuwa amesimama mbele ya kanisa la Waefeso
waliokuwa wanamtazama walikuwa macho, sio kwamba wanasinzia. Akasema amka wewe ambao unafanya nini? Sasa naomba nisikilize vizuri. Kanisa lililoamka ndilo kanisa litakalovutia katika nyakati hizi ambazo sisi tunapatikana. Unanielewa vizuri? Kanisa litakalo attract, kanisa litakalovutia katika hizi nyakati ambazo sisi tupo ni kanisa lililoamka. Ni kanisa lililoamshwa. Kwa hiyo kivutio cha kanisa, watu wengi wanatembelea Tanzania kwa sababu kuna attraction, kuna kivutio, kuna paki. Kanisa litakalovutia katika hizi nyakati za mwisho ni kanisa lililoamka. Kwa hiyo uamsho ni agenda ya Mungu kwa kanisa katika hizi nyakati za mwisho. Amen. Uamsho ni agenda ya Mungu kwa kanisa katika hizi nyakati za mwisho. Kabla ya kanisa kunyakuliwa, kuna kitu ambacho lazima kanisa litekeleze, uamsho usio wa kawaida. Kwa hiyo kanisa lililoamka ndilo kanisa litakalovutia generation, kizazi. Tuko kwenye kizazi kigumu mno cha sayansi, teknolojia, elimu, ujuaji na jeuri. Kanisa litakalosikika katika hizi nyakati ni kanisa lililoamka. Bwana Yesu asifiwe. Tuko kwenye kizazi kibishi mno. Kanisa litakalosikika katika hizi nyakati ni kanisa lililofanya maamuzi ya kuamka. Amen. Unanielewa mtu wa Mungu? Amen. Nani anayesema mimi nimefanya maamuzi nitaamka katika jina la Yesu? Amen. Ninapozungumza kanisa sio kwamba nazungumzia hizi kuta wala grill wala nguzo. Naamini kanisa ni mimi na wewe. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kinachonifanya kanisa liwe na ladha ni uamsho. Sio vizuri kusema hivi. Leo makanisa yako ni tasteless, hayana ladha. Ndio maana kuna mtu akiwaza kwenda kanisani kidogo kuna tabu, anaenda kwa sababu ni torati, kwamba ni siku ya Jumapili, hakuna cha kufanya, lazima tu niende wapi? Kanisani. Lakini kihalisi ukichunguza watu kutoka ndani, hakuna testi, hakuna ladha kwenye kwenda kanisani. Na hii ni kwa sababu kanisa la Kristo, mimi na wewe, tusipofanya maamuzi ya kuamka, kanisa litapata ladha. Kinachofanya chakula kiwe na ladha ni chumvi, si ndio? Kinachofanya kanisa liwe na ladha ni uamsho. Kwa hiyo chumvi ya kanisa ni uamsho. Kama unakula chakula unasema hakina ladha kwa sababu hakina chumvi, lazima tutafute ni chumvi gani inayofanya kanisa kuwa na ladha. Chumvi pekee inayofanya kanisa kuwa na ladha ni uamsho. Kwa hiyo sitakuwa nimekosea nikisema uamsho ni chumvi ambayo itafanya kanisa liwe na taste, liwe na ladha. Inawezekana mtu kutoka Iringa kuja kanisani. Inawezekana mtu kutoka Moshi kufuata kanisa Tengeru. Inawezekana. Amen. Ngoja nikuulize swali. Mbona unaacha hoteli kadhaa unafuata hoteli fulani iliyoko mbali? Ni kwa nini watu wenye magari na pikipiki wanaacha Shell iliyoko eneo fulani, wanaacha Shell iliyoko mahali fulani, wanasema twende kule Manjis? Hata kama yuko Monduli anasema nitavumilia, lakini hakikisha kwamba nafika Shell fulani. Hii inawezekana hata kwa kanisa, watu kutoka mbali na kufuata kanisa. Amen. Now let me tell you, hakuna mtu leo anayehitaji kutiwa moyo. Kila mtu anataka majibu ya maisha yake. Amen. Hakuna mtu anayehitaji tu kutiwa moyo na kanisa fulani. Kanisa linapaswa kuwapa watu majibu, lakini hatuwezi tukawapa watu majibu kama hatujaamka. Kwa hiyo uamsho ni nguvu ya kutoa majibu kwa watu. Ndio maana hata hospitali unasema hospitali fulani usiende, hospitali fulani usiende. Ukifanikiwa kufika hospitali fulani kabla ya lisali moja,
utakuwa umeshapata majibu yako. Kwa hiyo hii inaonyesha dhahiri kwamba mahali penye majibu ni tamanio la kila mtu. Mahali penye majibu ni tamanio la kila mtu. So uamsho ni hitaji la kila kanisa linalotaka kubaki on top pale juu katika hizi nyakati. Hatuwezi tukatoa majibu kama hatuna uamsho. Isaya 2:2. Hatuwezi tukatoa majibu kama hatuna uamsho. Kwa hiyo majibu ni matokeo ya uamsho kukaa mahali. Uamsho unapokuwa kwenye kanisa lolote, uamsho unapokuwa mahali, kwa vyovyote pana majibu. Isaya 2:2. Isaya 2:2. Naenda kusoma. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara. Naomba urudie alafu tumsikilize kwa pamoja. Na itakuwa katika siku za mwisho, mlima wa nyumba ya Bwana utawekwa imara juu ya milima. Nao utainuliwa juu ya vilima. Na mataifa yote watauendea makundi makundi. Wow. Anasema na itakuwa katika siku za mwisho. Cha kwanza naomba tuelewe, tuko katika hizo siku za mwisho. Kwa hiyo usije ukafikiri siku za mwisho ni 20-40. Tuko kwenye siku za mwisho. Asa anasema katika hizi siku mlima nyumba ya Mungu utainuliwa juu ya vilima. Vilima ambavyo Mungu anafanya mlinganisho kati ya kanisa mlima wake na vilima vingine, hospitali, teknolojia, sayansi, taaluma, vifaa. Anasema hiyo misaada, vikoba, benki, hiyo milima katika siku za mwisho itafail. Nikuulize swali. Hatupo katika siku ambazo kuna mahali teknolojia imekwama? Si kuna vitu vinatokea teknolojia imekwama? Tulifikiri mikopo ingetatua. Hakuna watu wamechukua mikopo wameishia kuuza hadi vijiko mle ndani. Kwa hiyo bado mikopo haijawa suluhu. Tulifikiri labda taifa lililoendelea litakuja kuwa kimbilio. Mbona lenyewe linatafuta pa kukimbilia? Kwa hiyo kihalisi tuko katika siku ambazo vilima vimefeli. Angalia milima hospitali. Hakuna watu ambao daktari wanasema hatujui ni ukanini lakini hautaweza tena, hatutaweza kukusaidia kuconceive, kupata mtoto. Hakuna hizo kauli. Watu wale wanaoambiwa na daktari uweze ukazaa tena, wanapokutana na Mungu madhabahuni, si wanapakata watoto. Si umekuwa ukisikia shuhuda, iwe ni kaskazini, kusini, mashariki, hujasikia shuhuda mtu anasema sasa nimepata mtoto? Hii inaonyesha dhahiri kwamba tuko katika siku za mwisho. Vilima teknolojia vimefeli, lakini Mungu anasema nitainua kanisa na mataifa, makundi kwa makundi watafanya nini? Watauendea. Tuko katika nyakati ambazo kanisa linapaswa kutafutwa kwa lengo la utatuzi, lakini hatuwezi tukatafutwa kama hatujaamshwa. So kitakachofanya kanisa liendewe na mataifa si tu nyakati, ni uamsho. So tutafatwa kutoa majibu pale ambapo tumekubali uamsho ama kuamka. Ndio maana nimesema mimi na watu tufanye maamuzi ya kanisa letu kuamka ili kufanyika majibu katika nyakati hizi za mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Weka mkono mmoja juu ya kichwa chako. Sema Roho Mtakatifu, nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Nisaidie kuelewa. Roho Mtakatifu, nipe neema ya kubinafsisha ili somo iwe la kwangu. Mbingu inasema na mimi. Mbingu inasema na mimi katika jina la Yesu. Naomba usihusishe wengine. Ona nazungumza na wewe peke yako. Hakunanga Mungu wa group, kuna Mungu wa mtu mmoja. Ndio maana kuna sehemu Biblia inasema niko njiani nikija na ujira wako, sio ujira wetu. Kwa hiyo tusikae hivi tukabinafsisha kwamba somo letu. Ni somo langu na ni somo langu. Bwana Yesu asifiwe. Hii itakuwezesha ufaidi. Unajua kuna watu wanasema natamani fulani angekuepo somo alilohubiri leo mchungaji, mama mchungaji, lingemfaa sana yule mama. Kumbe wakati ule Mungu alitaka apambe maisha yako kupitia neno lako. Kumbuka
kila Mungu anapotaka kuleta mapinduzi huwa anatuma neno. Uliwahi kusoma Zaburi 107 mstari wa 20? Zaburi 107 mstari wa 20 anasema kawaida yangu ni kulituma neno ili kuokoa. Si tu kuokoa, kila Mungu anapotaka kuleta mapinduzi huwa anamtuma mjumbe ambaye anaitwa neno. Kwa tafsiri hiyo, my friend, neno ni mjumbe mwepesi wa kiungu. Neno ni mjumbe mwepesi wa kiungu anayetumwa katika kanisa la Tengeru pale ambapo Mungu anataka liamke. Amen. Haleluya. Amen. Amen. Uzuri wa kanisa ni uamsho. Uzuri wa kanisa ni nini? Kitakachofanya Wakristo waache kuwa wazururaji ni uamsho kanisani. Amen. Watumishi tutalaumu sana kwamba kuna watumishi siku hizi watu wakienda wanalishwa, watu wakienda wanapakwa hiki, watu wakienda wanaambiwa ruke kamba. Unajua watu wanahangaika kwa sababu kuna kitu wanatafuta. Amen. Ukiona mtoto anatoka kwako usiku anaenda kutazama futui kwa jirani, usiku akija unamchapa viboko, usiku anaenda tena kutazama futui, akirudi inabidi aingie anakaa kwanza kwenye ceiling board ili mzee apumzike. Cha kufanya ili asihangaike, tundika screen pale nyumbani. Ikifika saa 2 atatizama comedy, atatulia pale nyumbani. Kuna vitu watu wanatafuta, my friend. Amen. Hakuna mtu anayependa kushuka na kupanda na kuteremka. Kila mtu kuna kitu anataka kwenye maisha yake. Kila mtu kuna jibu anataka kwenye maisha yake. Amen. Hatujaribu kuchuana kwenye maisha, lakini unasaa Mkristo anakaa anasema nina miaka 20. Mbona maisha kama hayasogei? Mbona hii ndoa kama iko gizani? Mbona hii ndoa ni kama Sudani Darfur? Hakuna amani hata siku moja. Mbona kila siku ndani tunaongea tu kwa vitendo? Mbona kila siku tunaona wanandoa wengine wanasindikizana dukani, hata kama ni mchana wameshikana mikono wanaenda dukani? Mbona huko ndani ni fujo? Ni nini matokeo? Anapoenda mahali anakutana na cheche za uamsho, hata umpige risasi, hata badoka pale mahali. Pointi yangu ya ufunuo ikiwa ni hii, uamsho utabakisha watu mahali. Amen. Uamsho utafanya nini? Hakuna mtu mjinga kukaa mahali afe na anaona ana risasi upande huu, kuna siafu upande huu, kuna siafu upande huu, kuna siafu. Lazima atafute namna ya kufurukuta apate pumziko. Kwa tafsiri hiyo, uamsho utawapa washirika pumziko. Amen. We are tired, tumechoka. Mara anakuja mwingine anakuambia ili ufukuliwe lazima nabii anakuambia anakupasulia yai lililooza kichwani, na kwa sababu ya tabu unapeleka kichwani. Unasikia sasa kuna mwingine amekuja sasa, huyu yuko Manyara, yani huyo kuna kamba anakufunga na kuvuta jikoni. Unasema kama navutwa napona, ngoja niende. Kwa hiyo watu wameenda kwa waganga bila kujua. Watu wameenda kwa watumishi wa Mungu bila kujua. Kwa nini haso? Kwa nini tuna haso? Kwa nini tuna struggle sana? Tunahitaji uamsho. Amen. Kanisa likiamka hata kuwepo mhitaji. Kwa hiyo kinacholipa kanisa pumziko ni uamsho. Amen. Majibu tunayotaka yamefichwa kwenye uamsho. Ni hadi tumeamua kuamka tutabaki na maswali. Ni hadi tumeamua kuamka tutabaki na maswali. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Uzuri wa kanisa, beauty ya kanisa, uzuri wa kanisa uko kwenye uamsho. Ndio maana kuna watu wamejenga majengo mazuri, ghorofa nzuri, lakini kule ndani hakuna kinachoendelea. Hii ni kwa sababu uzuri wa kanisa hauko kwanza kwenye structure, hauko kwanza kwenye ramani ya jengo. Uzuri wa kanisa, beauty ya kanisa, decoration ya kanisa ni uamsho. So kanisa kuamka ni kanisa kupambwa na kurudi katika uzuri wake. Sasa pointi ya msingi sana, uamsho hauanzi na watu, unaanza na mtu mmoja. Amen. Uamsho sio swala la grupu. Uamsho hauanzi na watu, uamsho unaanza na mtu. Ili Mungu awashe moto mahali, anamtafuta mtu mmoja tu siku zote. Unaposikia mapinduzi yamefanyika nchi fulani, usikafikiria mapinduzi yanaanza na kikosi. Wewe anaanza na mtu huyu mmoja tu.
Unaposikia misemo ya vyama vya kisiasa, unatokea msemo huu, inatokea slogan hii, inatoka theme hii, usikafikiri ni watu wana plan. Ni mtu mmoja tu anaamka na kitu akasema, kwa nini tusiite hivi? Kwa nini tusiite hivi? Kwa nini kesho tusifanye hivi? Na mataifa au taifa linaingia kwenye lile tukio ama jukumu kwa sababu ya mtu huyu mmoja. Pointi yangu ni hii: mapinduzi huwa yanaanza na mtu mmoja. Amen. Kumbuka, uamsho ni moto kuwaka tena ndani ya kanisa, na ili moto kuwaka tena inataka mtu huyu mmoja. Kwa nataka niongee na mtu mmoja kuamka tena. Amen. Lakini kabla ya kwenda mbali, naomba niweke pointi clear na wazi mapema sana. Si jukumu la mchungaji kanisa kuamka au kulala. Sio jukumu la mzee wa kanisa kulala au kuamka. Si jukumu la shemasi kanisa kuamka au kulala. Ni jukumu la mtu aliyeamua kuwa sababu ya uamsho ndani ya kanisa. Amen. Naomba uelewe hivi: Agano la Kale halikuwa agano la makuhani, lilikuwa agano la kuhani aliyeteuliwa na Mungu, si ndio? Lakini kwenye Agano Jipya sisi kwa pamoja ni makuhani. Agano la Kale lilikuwa la upendeleo kwa sababu ni mtu mmoja aliyefanywa kuhani katika nyumba ya Israeli. Ni mtu mmoja. Lakini tulipozaliwa mara ya pili, sisi kwa pamoja tunaitwa makuhani. Na jukumu kuu la kuhani ni kuhakikisha moto hauzimiki madhabahuni, bali unadumu na kuwaka madhabahuni. Ufunuo 1 sura ile ya 6, Ufunuo sura ile ya 1 na mstari wa 6. Ufunuo sura ile ya 1 na mstari wa 6 anasema sisi kwa pamoja ni makuhani. Alafu kwenye Petro wa kwanza 2:9 tutaweza kusoma kila andiko, mengine utaandika, utaenda kusoma nyumbani. Si utaenda kusoma Utakumbuka? Utakumbuka? Oh, Mungu wa rehema. Na juu ile daftari ukitoka hapa Jumapili utamuuliza mtoto, daftari langu liko wapi? Petro wa kwanza 2:9 anasema hivi, sisi ni uzao. Hajasema fulani, sisi. So kila aliyeokoka ni kuhani, kila aliyeokoka ni mfalme katika Kristo. Sasa ni nini jukumu la kuhani? Mambo ya Walawi sura ile ya 6 mstari wa 12 hadi 13. Naomba tuelewe, kila aliyoko kanisani aliyempokea Kristo anaitwa kuhani, tofauti na Agano la Kale. Agano la Kale ni mmoja tu anatokea kwa kuhani. Lakini sisi kwenye Agano Jipya, kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo, kwa sababu ya agano la neema ya ajabu sana, sisi tumefanywa makuhani. Kwa hiyo nikisema kuhani, usielekeze kidole tu kwa mchungaji wako. Ukishaelekeza kidole kwake, naomba ukirudishe na kwako kwamba na mimi kuhani. Sasa angalia Mambo ya Walawi 6:12 hadi 13. Mambo ya Walawi 6:12 hadi 13. Bwana Yesu asifiwe. Sisi tunaelewana vizuri Unanielewa mtu wa Mungu? Amen. Kama ulijiandaa kwamba tunakuja kuombewa, utasubiri sana. Lazima tutangulize nini? Neno. Sasa mwingine alikuwa amejiandaa, ngoja niweke wigi pembeni. Tuanze na neno. Amen, amen. Tusome mama. Mambo ya Walawi sura ya 6 kuanzia mstari wa 12 na 13. Yes. Na huo moto ulio madhabahuni atautunza uwake daima juu yake. Okay, naomba subiri. Na huo moto ulioko wapi? Madhabahuni. Moto maana yake ni uamsho. Ndio maana wakati tunazungumza kuna sehemu nilisema hivi, uamsho ni moto wa Roho Mtakatifu ndani ya kanisa. Kumbe madhabahu inapaswa kuwaka. Moto unakaa madhabahuni. Turudi kule nyumbani jikoni. Kwa wale wanaotumia ile majiko ya kule tulikozaliwa sisi vijijini, kuna sehemu ambayo ndio tunatenga mafiga alafu tunaweka kuni, si ndio? Hata kama ile nyumba ina rumu kubwa namna gani, kwa sababu ya pale mahali, ile nyumba nzima baada ya muda inakuwa na joto. Ila moto unatoka kwenye kakona fulani. Madhabahu inapokuwa na moto, joto linaenea kwa washirika wote. Amen. Nisikilize vizuri. Usije ukasema madhabahu yetu isipowaka moto hainihusu. Nisikilize.
hauwezi kuwa tofauti na madhabahu yako. Wangapi wanafanya biashara hapa? Uwezi ukawaka kibiashara zaidi ya moto ulioko madhabahuni. Ni sawa na mtu ambaye yuko kwenye chumba kikubwa na pale kwenye kona kuna mafiga, alafu ile moto umezimika, ile nyumba itapata ubaridi kwa sababu moto umefanya nini? So yeyote aliyeko kwenye ile nyumba, atake asitake, atapata baridi. Ule moto tukiweka kuni tukachochea, joto litakuwa generated na chumba kitajaa joto. Utake usitake utapata nini? Joto. Kwa tafsiri hiyo, my friend, madhabahu yenu ikiwaka moto, hadi watoto shuleni watawaka, wakulima watawaka, wafugaji watawaka. Kama unataka kuniamini, kafanya mapping, kafanya uchunguzi. Kuna wafanya biashara hapa mjini wanafanya biashara kichawi. Alienda kwa mganga, akamwambia mganga, nataka nifanikiwe kibiashara. Akapewa masharti. Alipokubaliana na yale masharti, amerudi hapa mjini, ana wateja, si kwa sababu yake, kwa sababu madhabahu mganga iko nyuma yake. Unanielewa eh? Huyu mfanya biashara hakitaka biashara yake itoke kwenye ngazi ya mkoa iende kwenye ngazi ya kitaifa, atarudi kwa mganga kwamba nataka sasa umenifanikisha kimkoa, nataka nitikise kitaifa. Mganga atamwambia hivi, hii madhabahu yangu haina hiyo level, ila nina rafiki yangu, itabidi uende kwake. Hii ni kwa sababu uwezi ukafanikiwa zaidi ya nguvu iliyoko kwenye madhabahu yako, iwe ni ya kiganga, iwe ni ya Mungu. Mungu akitaka kubadilisha viwango vya kiuchumi na vya kiroho kwa washirika, lazima kwanza adili na madhabahu, kwa sababu hamwezi mkaenda zaidi ya madhabahu yenu, kwa sababu moto jiko ni hili madhabahu yenu. Ndio maana tumesomea andiko linalosema hivi, moto utawaka daima ili muendelee kufanikiwa daima. Utatunzwa. Wow! Kumbe uamsho unahitaji kutunzwa. Amen. Kumbe moto wa kiungu ndani ya kanisa unapaswa kufanya nini? Kutunzwa. Mungu alipomuumba Adam hakumwambia katafute Eden. No. Mungu alikuwa ameshamwandalia nini? Eden. Akamweka kwenye ile Eden, ila akampa jukumu moja, itunze. So utunzaji ni jukumu la kiungu. Right, kuanzia kwenye mwanzo alipopewa Eden, aliambiwa nimekupa na nimekuweka, ilime alafu fanya nini? Itunze. Kwa hiyo utunzaji sio swala la Mungu. Swala la Mungu ni kutoa, swala la binadamu ni kutunza. Na tumesomea tena andiko la utunzaji kwenye mambo ya Lawi kwamba moto wake daima, alafu utunzwe ili uendelee kuwaka, ili na ninyi muendelee kuwaka. Amen. Endelea kusoma mstari wa 13. Mstari wake wa 13. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima. Moto utatunzwa uwake juu ya madhabahu daima. Usizimike. Mstari wa 14. 14. Na amri ya hiyo sadaka ya Okay, thank you. Huyu anayepewa hili jukumu, mstari wa 13, ni kuhani kwenye Agano la Kale. Kwamba kuhani hakikisha moto unawaka alafu unatunzwa. Wow. So ni jukumu la kuhani kusababisha moto na kutunza moto. Sasa swali ni hili, kuhani ni nani? Ni huyu? Hebu kuhani mmoja aseme amen. Amen. Nilitangulia kusema kila aliyeokoka ni kuhani. Kama umeokoka weka mkono wako juu. Kama umeokoka weka mkono juu. Sema mimi ni kuhani. Mimi ni kuhani katika Kristo. Na nimerithi jukumu la kikuhani ambalo ni kutunza moto na kuchochea moto madhabahu. Thank you. Imekaa sawa? Amen. Moto ukiwaka madhabahuni, nitakuuliza swali moja. Kanisa lolote ambalo huwa wanaomba sana, hata katoto kule chekechea katakuwa kanaomba kama wao. Kanisa ambalo watu wanaomba hivi katika jina la Yesu Kristo tunabomoa, hata katoto shuleni akiambia ombea tu uji, baba tunabariki uji tu. Hii ni kwa sababu hauwezi kuwa tofauti na madhabahu ulionayo. Amen. Madhabahu ambayo imekaliwa na mtu ambaye ni mwalimu 100%, mtu yeyote ukimwambia akahubiri
atakuwa anaenda tu kiualimu fulani. Anaweza asiweze moja kwa moja kama mwalimu, lakini kuna namna utaona tu chembe za walimu. Mtu ambaye yuko kwenye madhabahu ya uinjilisti, mtu ambaye yuko kwenye madhabahu yenye neema fulani, akienda popote atakuwa ana reflect, anaakisi hali halisi ya madhabahu ya kwao. Lakini mtu ambaye yuko kwenye madhabahu ambayo saa ya neno kuanzia wazee wa kanisa wanapiga usingizi, vile vile na wao watafanya nini? Am I right? Yes. Whether niko right ama wrong ni hivyo. Kanisa ambalo kabisa si waombaji, yani kunajua kuna kanisa ambalo wakiomba wanaomba hivi, Baba katika jina la Yesu. Mume na mke kule kwenye ndoa wataomba namna hiyo kwa sababu uwezo ukaruka zaidi ya madhabahu yako. Ndio maana anasema moto utunzwe madhabahuni ili kila Mwisraeli awe anawaka popote na kokote. So moto kuzimika kanisani, hiyo haimkomoi mchungaji, ni madhara ya wote. Ndio maana my friend, hata unapompeleka mtoto shule, umpeleki tu na kufanywa registration anajiunga na shule, unauliza kwanza, hiyo shule ilifaulishaje mwaka jana? Hiyo shule sayansi wana maabara? Hiyo shule vipi chakula, uji, taaluma ya watoto ikoje? Ukishaambiwa inafaulisha huko tayari kulipa hata milioni 5-10 kwa sababu iko vizuri. Hata kanisa unapohama mkoa, usijiunge na kanisa kwa sababu linachapa pambio kwamba cha kutumaini hatuna. Hata kama limeweka msalaba mkubwa kama Mirunda, usijiunge tu kwa sababu ni la Yesu. Tafuta kwanza taarifa, habari ya kiroho, habari ya kufunga na kuomba, habari ya ushirika wa meza, habari ya kuabudu imekaaje. Hivyo habari unaenda hivi kwa sababu unajua mimi nimezaliwa Pentecost, bibi yangu alifia Pente na mimi lazima ni sawa. Lakini hali ya madhabahu ikoje? Usije ukajiangamiza wewe. Na listen, life is spiritual. Maisha ni kitu cha kiroho. Kwa hiyo maisha yetu asilimia zote yanatokana na roho. Lazima uwe makini na masuala ya kiroho. Amen. Unanielewa mtu wa Yesu? Amen. Hallelujah. Amen. Alright. Uamsho unaanza na mtu huyu. Ezra 14. Kitabu cha Ezra 14. Uamsho unaanza na kuhani mmoja ambaye ipo tayari. Ezra 14. Kitabu cha Ezra sura ya 10 na mstari wa 4. Amen. Ezra 14. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Anasema inatuhusu au inakuhusu? Ya kuhusu. Kwa hiyo lazima ukubali jeshi la mtu huyu. Naomba urudie tena baba. Inuka, maana shughuli hii ya kuhusu wewe. Inuka. Kwa sababu shughuli inafanya nini? Kwa hiyo uamsho unakuhusu wewe. Amua kuamka au kulala. Kwa sababu neno inuka bado ni kule kule kwa Paulo. Uamsho mnaosinzia ni kitu kile kile. Kwa hiyo uamsho huo unaanza na mtu mmoja. Kitabu cha Mwanzo 41:38. Mwanzo 41:38. Kitabu cha Mwanzo sura ya 41 na mstari wa 38. Mwanzo 41:38. Kitabu cha Mwanzo, nafikiri Mwanzo ni Mwanzo 41:38, tusome. Kwa hiyo mtu mmoja anatosha kuwa sababu ya moto kuwaka na kanisa kuamka na uamsho kuchanua pale mahali. Mwanzo 41:38. Amen. Mwanzo 41:38. Ndio. Inasema Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mkuu kama huyu? Tupate wapi mtu? Soma tena. Farao akawaambia watumwa wake, tupate wapi mtu kama huyu? Maana yake mtu mmoja anatosha kwa sababu ya furaha mahali. Amen. Mtu mmoja anatosha kwa sababu ya mapinduzi mahali. Mtu mmoja anatosha kwa sehemu na sababu ya mabadiliko mahali. Nina ombi moja. Mungu akufanye kuwa huyo mtu aliyeko kwenye mwanzo, ukawe sababu ya mapinduzi mahali, ukawe sababu ya turn around, ukawe sababu ya mgeuko, ukawe sababu ya uamsho, ukawe sababu ya moto kuwaka mahali katika jina la Yesu. Hallelujah. Amen. Amen. Habakuki 2:1.
Habakuki 2:1. Habakuki 2:1. Habakuki 2:1. Mtu mmoja anatosha. Usisubiri kikundi. Usisubiri wa mama wenzako. Usisubiri wa dada wenzako. Usisubiri wa kaka wenzako. Usisubiri wa baba wenzako. Unaweza ukaamua kuinuka, yani kuamka, na ukawa sababu ya moto kuwaka tena, na ukarudisha beauty, uzuri wa madhabahu. Amina. Habakuki 2:1. yeah. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Amesema sisi? Hapana. Wewe na shosti wako? Hapana. Amesema aje? Soma tena. Mimi nitasimama katika zamu yangu. Maana yake nimeamka, nitasimama katika zamu yangu ya kuhakikisha uamsho, kuhakikisha moto, kuhakikisha kuamka tena kunatokea. Nani yuko tayari? Yeye, sio wao. Yeye kusimama katika zamu yake kwa sababu ya mgeuko na mabadiliko. Nani yuko tayari? Nani yuko tayari? Haleluya. Angalia kitu cha ajabu sana, hii utaandika tu. Kwenye Kutoka 3:7 tunajua ya hadithi, Mungu anawaambia wana wa Israeli kwamba nimeyaona mateso yenu, alafu nimesikia kilio chenu, lakini namtafuta mtu, sio watu. Amen. So Mungu alikuwa busy, nimeyaona mateso yenu ndio, nasikia kilio chenu. Hata mbinguni nasikia mnavyolia, mnavyolalama, naona mnavyoteswa, lakini niko busy nikimtafuta mtu mmoja. Na alipopatikana, Israeli wakatoka utumwani. Kumbe kuna mtu akipatikana, kanisa litatoka mahali. Amen. Kuna mtu akipatikana, kanisa litatoka kwenye hali fulani. Iwe ni kiroho, iwe ni kiuchumi. Unanielewa mtu wa Mungu? Amen. Hallelujah. Amen. Alright. Kabla sija kuonyesha sasa namna ya wewe kuwa mwana uamsho, kupelekea uamsho, hebu tuangalie matokeo ya uamsho. Matokeo, stroke au faida ya uamsho. Hatuwezi tukafanya kitu ambacho hakina faida. Matokeo au faida ya nini? Ya uamsho. Kabla ya kufanya maamuzi au kuchukua jukumu la kupelekea uamsho, matokeo au faida. Matokeo au faida za uamsho. Hakuna kitu chochote kwenye andiko kisicho na faida. Kila elekezo la kimaandiko ni kwa ajili ya faida yako. Yaani hakuna kitu ambacho Mungu anakuambia ukifanye kwa hasara zako. Ni kwa faida zako. Kila maelezo ya kimaandiko ni kwa ajili ya mimi na wewe kufaidi. Kwa mfano utoaji ni kama vile ni mbaya. Ni maelezo ya kibibilia yanayolenga kukufaidisha wewe na sio yule aliyepokea Mungu, right? Masuala ya kuabudu si kwa ajili ya Mungu, kwa sababu hata tusipoabudu anabaki tu kwa Mungu. Kwa hiyo tunapoabudu ni kwa ajili hii, tunaposifu ni kwa ajili hii, tunapofunga na kuomba bado ni kwa ajili yetu, kwa sababu hakuna tunachokifanya kukamilisha uungu wake. Tayari yeye ni niko ambaye alikuwepo hata kabla ya wewe. So kila unachoelekezwa kibibilia ni kwa ajili yako. Uamsho ni kwa ajili yako. Faida number 1 au tokeo number 1. Kwa nini tufanye maamuzi? Kwa nini nifanye maamuzi ya kupelekea uamsho pale nako sana? Number 1, maongezeko. Maongezeko. Kanisa linaloongezeka ni kanisa lenye uamsho. Kwa sababu uamsho unamfanya hata mpagan aseme sasa naokoka. Yaani uamsho ni lugha rahisi sana kwa kila mtu kuelewa kwamba Mungu yupo. Ningesema hivi, uamsho ni mwinjilisti wa kwanza. Ni vizuri sisi kwenda kufanya uinjilisti. Ni vizuri sisi kufanya uinjilisti. Lakini uamsho ni mwinjilisti ambaye anapokuwa madhabahuni watu wanaweza wakaokoka bila shuruti. Kuna mtu ananielewa? Amen. Haleluya. Amen. Hivi unasinzia au ni kwamba unanisikiliza kwa makini sana? Sema kwa jina la Yesu. Ninasikiliza. Usituelewe vibaya mtumishi. Unajua kuna attention nyingine na hisi umehama, kumbe naamini unanisikiliza. Uamsho utalazimisha mtu au watu kuokoka. Uamsho si tu kwamba utafanya watu kuokoka. Katika hizi nyakati za mwisho, uamsho ni reki. Itakusanya hata watu ambao wanaabudu
tunaabudu kwenye makanisa ambao wanajiita makanisa, lakini kihalisi ni shetani anaabudiwa kwa sababu ya hapo. Si ni kweli watu wa Mungu? Sisemi kwamba kwamba hakuna makanisa sahihi. Ninachotaka kusema kuna makanisa watumishi wanasema tunafungua kanisa, lakini kihalisi wanamwabudu shetani kule ndani. Na kwa sababu ya uchanga wa watu na upofu wa kiroho, bila wao kujua wanajiunga na hicho kitu. Sasa uamsho ni reki ambayo itapita kwenye huo uongo na kuwarudisha wana wa Mungu katika ukweli na katika nuru ya kweli. Sasa hatuwezi tukawakusanya bila reki. Ndio maana nimesema uamsho ni reki katika hizi nyakati za mwisho. Tutareki watu wa uongo, tutareki kwa manabii wa uongo, tutareki kwa walimu wa uongo wanaopotosha wana wa Mungu, ili kupunguza idadi ya watu watakao kwenda kuzimu na kuzidisha idadi ya watu watakao kwenda mbinguni. Haleluya. So tokeo au faida namba 1 ni nini? Maongezeko. Matendo ya Mitume 5:14 maana nisome. Matendo ya Mitume 5:14. Matendo ya Mitume 5:14. Mkichoka unaweka tu mkono mmoja juu. Yaani kama unataka nimalize, ifanye unajikuna hivi, mimi nitaelewa. Alafu nitaaje. Matendo ya Mitume sura ya 5 mstari wa 14. Walioamini wakazidi kuongezeka kwa Bwana. Wow! Wakazidi kuongezeka kwa shetani au kwa Bwana? Kwa Bwana. Kwa nini waliamini? Kuna fire, kuna moto ulionekana kwa mitume wachache. Kuna uamsho ulionekana, wakasema hapana, hii sio ya kawaida, wakarekiwa, wakazidishwa kwa Bwana. Amen. So kanisa lina tabia kuongezeka. Kanisa lina tabia kufanyaje? Kuongezeka. Lakini hatuwezi tukaongezeka kisaikolojia, hatuwezi tukaongezeka kijanja. Kanisa litaongezeka kwa akili. Kanisa, hatuna elimu ya kufanya kanisa kuongezeka. Hatuna ujanja wa kufanya kanisa lizidi. Hatuna taaluma ya kuzidisha kanisa. Hatuna usanii wa kupelekea maongezeko katika mwili wa Kristo. Kinachofanya kanisa kuongezeka ni uamsho. Amen. Matendo ya Mitume 2:42 tena 47 sorry. Matendo ya Mitume 2:47. Bwana Yesu asifiwe. Matendo ya Mitume 2:47. Matendo ya Mitume 2:47. Yes. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Bwana akalizidisha kanisa msimu wa Christmas? Kila siku. Naomba tusomee tena. Matendo ya Mitume sura ya 2 mstari wa 47. Ndio. Wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Naomba niulize swali. Alizidisha kanisa kila mwezi, kila wiki au kila siku? Kila siku. Kila siku. Kwa hiyo kumbe ni desturi, ni kawaida ya kanisa kuzidishwa, na si tu kuzidishwa, kila siku. Ndio maana kwenye Zakaria anasema mtakuwa kijiji kisicho na kuta kwa sababu ya wingi wa watu. Kwa milango ni hili, Mungu akawazidishe kila siku, kila siku, kila siku. Nataka uelewe hivi, ni mapenzi ya Mungu kanisa kuzidi, si mapenzi ya mchungaji. Yaani Mungu anapenda kanisa lizidi kuliko huyu na yule na wewe. Ni kiu ya Mungu na ni mapenzi ya Mungu kanisa kufanya nini? Kuzidishwa kila siku, kila siku. Yaani baada ya ibada watu wanasema pana, tunaomba tuokoke sisi. Sisi tumeamua tujiunge na kanisa la kweli sasa. Lakini ili kanisa lizidishwe kila siku, lazima tufanye maamuzi ya kanisa letu kuamka. Amen. Tusiongelee maongezeko kama hatuongelei uamsho. Ninachotaka kusema, tukikwepa kuamka, tumekwepa kuongezeka. Unaweza ukasema, kwani mtumishi kanisa likiongezeka mimi linanihusu nini? Wacha nikupe siri. Pale unakosali pakiongezeka, ukifuatilia vizuri, kazi zako zitakuwa zinaongezeka, faida zitakuwa zinaongezeka. Please, Wakristo naomba muelewe hivi. Hamwezi mkao tofauti na pale mnakosali. Never. Kwa sababu una irizi, kama ni irizi ni madhabahu yako. Ndio maana fanya biashara akitaka biashara iende sasa Afrika, East Africa, inabidi amtafute mganga mwingine mwenye level ile madhabahu yake itamruhusu kwenda East Africa. Uwezo ukaizidi nguvu madhabahu yako. Uwezo ukakimbia zaidi ya kile kinachopatikana kwenye madhabahu yako.
Ndio maana unasikia waganga au wachawi wanasema tulipoenda kwenye nyumba fulani tuliloga. Tulipofuata nyumba ya pili tuliona moto na waka, hatukuweza kwa sababu ya pale anako sali. Unanielewa? Kwa sababu ya pale anakofanya nini? Wasikilize wanafunzi ambao Mungu anawaaresti waliokuwa agent, wanasema wakati wa mtihani sisi huwa tunachukua daftari, kipande cha karatasi. Lakini kuna wanafunzi wanne hatukuweza. Nani? Fulani na fulani. Kwa nini? Kwa sababu tulipokuwa tunataka kuchukua, tuliona madhabahu yao inatutupia moto kwa sababu ya pale wanaposali. Tulifeli. So usalama wa mtu uko pale anakosali. Kama pamelala na umefanya nini? Kama pamekufa, kazi zako nazo zimedanja. Hivi niko right au niko wrong? Unafikiri ukisema ni wrong nitaacha kuendelea? Naendelea. Kama ni wrong utajua baadaye huko na Roho Mtakatifu. Kanisa likizidi ni ushahidi kwamba hata ukifuatilia kazi zako zitafanya nini? Zitazidi. Kanisa likiishi kwenye kupungua, ndio maana wapendwa wanaosali mahali fulani huwa wanakuwa na ushuhuda unaofanana. Yaani kama ni wanyonge, wote wanakuwa wanyonge. Mahali ambapo watu wanahubiriwa fundisho la unyonge, fuatilia wale wafanya biashara wote watakuwa wako kinyonge kibiashara kwa sababu ya kile wanacholishwa. Ndio maana Paulo alisema hivi, kwa nini kuyarudia mafundisho ya unyonge? Kwa hiyo Paulo hakufundisha mafundisho ya unyonge kwa sababu mafundisho ya unyonge yanapelekea maisha yao manyonge. Huwezi kuwa tofauti na diet unayokula. Hata kimwili jamani, ukisema kuanzia leo Januari mpaka Disemba tatumia tu mlenda, mwili wako utakuwa kama Manila kamba. Ni shetani kwa sababu ya chakula unachofanya nini? Unachakula. Yaani askari akija kukudaka wala atumii mkono, akifanya hivi anazungusha kiuno chako chote anakubeba na hichi kidole. Si kwa sababu una ugonjwa, kwa sababu ya aina ya chakula kimwili. Hata kiroho, mafundisho unaolishwa yataamua kiroho. Ndio maana kuna mtu kiroho yuko skeleton. Unajua kusikia mtu pastor anakuambia, pastor nilipolala kuna kitu litokea, nikataka kusema Jesus, 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 lakini sauti haikutoka. Maana yake kiroho ni skeleton. Yaani kiroho ni zaidi ya Manila, ni skeleton hivi kimekondeana. Kwani wewe hujawahi kunigwa kwenye ndoto? Usijifanye leo mtakatifu hapa. Kwenye ndoto najua unapambana. Mtumishi, nilipolala kuna kitu lilitokea, nikataka kunyanyua mkono kama vile ni kilo 1000. Nikataka kumamsha mume wangu kusogeza mguu, siwezi. Nikabaki kusema Manake mtu wa nane amekula tu mlenda miezi 12, amekuwa hivi kama stick, kama fimbo. Anashindwa hata kuresist. Mwingine akitoka kwenye ndoto anasema in the name of Jesus, mjana tuweka. Au mwingine kwenye ndoto tu kitu likija linasema Zaburi 118, sintakufa nitaishi. Akitokewa na mchana kwenye ndoto anasema Hesabu 23 amnaga uchao hapa kwenda. Anaendelea kulala. Lakini wewe unaning'inizwa kuanzia saa 8 mpaka saa 10. Ukiamka unapigia utumishi wote siku, na umejaliwa na namba za manabii wote. Halo. Na wengine nabii wa Sumbawanga. Samahani nimekosea. Ya. Endelea mama. Sasa mnataka aje? Kwa nini usiamue tubadilike bwana? Unajua mpaka leo kuna Wakristo wanachukulia msukule. Yaani analala usiku, anachukuliwa kwenda kulima, na anarudi asubuhi anasema namshukuru Mungu amenirudisha niko hai. Hawajaninyang'anya mguu wangu. Mungu amekuwa, yaani umeridhika na utumwa. Paka wewe sio captive, wewe ni captain. Wewe ni mfalme, umeketishwa juu sana ya kila falme, ya kila mamlaka, ya kila sultan, ya kila rangi ya kipepo. Wewe uko juu. Sasa uwezi ukamanifest, uwezi ukadhihirisha huo juu kama una mafundisho, kama una neno. Shida unapenda mafundisho manyonge na imeshakuwa ni kama roho. Yaani kufundishwa mafundisho strong, unaona ni anasa. Unapenda tu mafundisho manyonge. Wewe ni dekio, unaona kama pale. Muda wote unaanza kukafa. Paulo anasema vitu vya aibu nimefanya, nimevikataa. Tufike mahali tukatae tu manyonge.
tukubali kile Kristo anachosema. Bwana atakuamsha tena katika jina la Yesu. Bwana atakuamsha tena katika jina la Yesu. So tokeo au faida namba 1 ya uamsho ni nini? Kanisa likiongezeka, washirika wanafanya nini? Wanaongezeka. Kiroho, kiufahamu, kinafsi, performance ya watoto, lazima huwezi tujue hiyo connection, lakini kuna connection kubwa sana. Hauwezi kuwa tofauti na pale unapozaa. Tafuta mahali ambapo pana unyonge, alafu mwambie watu washuhudie hata kama ni negative positive. Wakisimama watu 10 kushuhudia kwenye ile madhabahu, namshukuru Mungu, walikuwa wananidai lakini hawajaja kuchukua vitanda, Mungu amezuia. Atakayepokea mic, namshukuru Mungu, pamoja na madeni bado niko hai. Atakayefuata, namshukuru Mungu, alichukua machujio jikoni kimba. Yaani kwa nini tunakuwa na mashuhuda ambao ni sare maua pale tuliko? Tafuta tu mahali ambapo kuna mpenyo kwenye eneo fulani. Watu wote watakuwa wamepenya tu. Hata kama kuna maskini, lakini sio namna fulani. Watakuwa tu na why fulani. Tafuta madhabahu yenye why. Watu wote kule ndani watakuwa tu hai. Kwa vyovyote, hata kama ni wanafunzi, kuna why tu. Amina. Kwa hiyo madhabahu ikiamua inawafanya mnakuwa na matatizo sare maua. Yaani ukimwambia mwenzako nina 1 2 3, anakuambia mshukuru Mungu. Unaongea hilo. Mimi jana nimelala chini ya mti. Aliyoko nyuma yenu akisikia anasema chini ya mti. Mume wangu mimi nimemtimua, yuko kwa mume, yuko kwa. Katoto hapo nyuma anasema mnasema mume. Mimi nimeachana na wazazi moja kwa moja. Kwa nini tunakuwa na hayo mastori na yanayofanana? Madhabahu. Haleluya. Faida namba 1 ni maongezeko au nini? Tokeo au faida namba 1 nini? Then number 2, furaha. Number 2, furaha. Maongezeko yanaathiri kanisa na wewe pia, kwa maana ya positive, inasaidia kanisa na wewe pia. Alright, number 2, furaha. Uamsho unapokuwa mahali, furaha inakuwa haipingiki. Hakuna kitu cha muhimu kama furaha. Tunaweza tukanunua kila kitu, hatuwezi kununua furaha. Kuna mtu ofisini analipwa milioni 20, lakini ikifika saa ya kwenda nyumbani, kwa sababu kule nyumbani ni mieleka, haoni faida wala haoni fahari ya zile milioni 20. So cha kwanza kwenye maisha naamini ni furaha. Kuna mtu ana kila kitu lakini ana furaha. Hakuna daktari anaweza kukusaidia kuwa na furaha. Hakuna tekniki ya kiteknolojia inaweza kukufanya kuwa na furaha. Kuna furaha ambayo inatokana na uamsho, uwezo kainunua. Kuna furaha ambayo inatokana na nini? Na uamsho. Furaha hii ndio iliyomfanya Daudi kwenye Zaburi 122 mstari wa 1. Kuna furaha inayotokana na uamsho, haitokani na fedha. Haitokani. Hata na zile furaha za mazingira. Unajua kuna furaha za mazingira, ukienda kukaa na marafiki unacheka, lakini ukirudi hapo home wewe ni shahidi. Acha na zile furaha ambazo ukienda kwenye swimming pool unazipata kwa dakika 3 pale juani. Ukikumbuka unaporudi, unajua sasa narudi Darfur. Kombora jirani. Unarudi bado ukuta mama ameshikilia sime kwa nyuma hivi, mtoto naye ana tindo, yule mwingine naye ana manati. Mambo ni ngumu. Ni vile atuambizani eti ukweli. Unajua kuna watu naona wanatembea kwa upole, si upole, vichomi vya kutokuwa na furaha. Wewe mshukuru Mungu kama una furaha na amani kule kwako. Right. Zaburi 122 mstari wa 1. Zaburi 122 mstari wa 1. Nalifurahi waliponiambia na twende nyumbani kwa Bwana. Hivi unajua anaongea ni president, unajua ni rais. Huyu anaongea ni Daudi aliyekuwa mfalme. Ni mtu aliyekuwa anaishi White House. Ni mtu aliyekuwa na ofisi. Na ofisi ya mfalme bila shaka unajua kwamba ni ofisi. Secretary wake alipokuwa anaenda kumgongea mlango, sorry sir, ni saa ya ibada. Rais anafurahia kutoka ikulu kwenda wapi? Ibada. Amen. Imagine. Point yangu ni hii. Furaha ya mtu iko kanisa. Amen. Kama mfalme anaacha ofisi kwa furaha, akakimbia akasema nimefurahi secretary uliponikumbusha kwamba ni saa ya ibada. My friend, furaha inatolewa ibadani au kanisani, lakini pale ambapo kanisa linaishi kwenye uamsho. Kwa hiyo kanisa likiamka
itakuwa ni furaha wewe kwenda kanisani, kwa sababu siku zote kanisa au madhabahu imebobea kwenye kuwapa watu furaha ya kweli. Ndio maana watu wakiwa na mikiki akienda kanisani anakuambia, nilipoenda tu maombi, nikamaliza yale maombi pale mwenyewe, haikuwa hata siku ya ibada, nilienda tu nikaingia kanisani mwenyewe, walikuwa wamefunga mlango lakini nilitoboa wavu nikadumbukia. Nilipomaliza tu yale maombi, nikafanya maombi yangu, nilisikia kama kuna kitu kimenitoka hivi. Hii ni kwa sababu kibiblia furaha iko kanisani. Ndio maana kazi ya adui ni kuhakikisha kwamba uende kanisani, kwa sababu anajua ukienda kanisani unaenda kwenye furaha yako. Na kama kuna daktari hapa atathibitisha, hakuna dawa kama furaha. Hakuna kitu kinachozeesha watu kama huzuni. Ndio maana unaweza kumkuta kamdada au kamkaka kana miaka 20, lakini ukiambiwa hebu tabiri unahisi na miaka mingapi, unaweza kusema 58. Akikupa cheti cha kuzaliwa 21, 22, lakini kwa sababu ya uziraji, huzuni, ukiwa, upweke, hapa na rasta, hata toa ikifika hapa lazima kwanza ipose. Kwa nini? Huzuni. My friend, binadamu kwa hapa ana utomvu kama kimaji, sio kiroho, nazungumzia kibiolojia. Binadamu anapoishi kwenye uchungu, kwenye pain, kwenye maumivu, kwenye stress, kwenye bitterness, kwenye uchungu, ule utomvu unasambaa. Lakini hausambai ukiwa maji, unasambaa ukiwa kama sumu, acid. Hii acid inapelekea ngozi na kunjamana. Ndio unakuta kamdada ni kadogo, lakini kwa sababu ni mziraji kama bibi yake, unawarengi, unaweka kwenye rika moja na bibi yake. Kwa sababu akikosa tu chakula nyumbani usiku, wiki nzima ongea na mtu kule ndani, akiulizwa ni saa ngapi anaongea tu kwa ishara. Ngoja nikuulize swali. Unafikiri shetani, nikwambie kitu, mambo mazuri pale kwako huwa mnayabuni mkiwa kwenye furaha. Mwanasayansi yote aliyebuni kitu hakubuni akiwa na stress. Huyu mtu aliyegundua hizo bulb, Thomas Edison, alijaribu mara 990 na anajaribu na fail, anajaribu na fail. Ubunifu wa kweli ulitik wakati wa kusmile. Hakuna kitu ambacho shetani anaenjoy kama wanandoa, kama wanafamilia kupoteza furaha kwa wiki moja. Ule ni msimu wa mapando. Atakao mtakuja kumaliza, kwa sababu mnakuaga na roho fulani, eti mnategeana nani atakayelianzisha, nani atakayerejesha amani. Yaani kila mtu ni mbabe, ndiye aseme samahani. Muda wa kutokuelewana ni muda wa adui kupanda mapando. Kwa hiyo hata kama mtakuja kusuluhisha, zile siku 3 ni za mapando. Kwa hiyo mnajipa tena kazi ya kwanza kusema na ngoa. Furaha ni ulinzi kwenye familia. Uwezi ukaataki familia yenye furaha maisha yako yote. Uwezi. Mtafute mwalimu wa taaluma shule yote, mwambie mwanafunzi wa kwanza huwa anaishi maisha gani, atakwambia huwa hajui kukasirika. Yule anayepata yai lililochemshwa ndiye anayepigana na wenzake kila siku. Jamani, mimi ni mwalimu naelewa. Wanafunzi wa korofi vizuri sana huwa wanapata 0 tena, ambao tunawekea na masikio kabisa kwa dhofisha kabisa, kuwatoa kwenye hilo eneo. Kama wanafunzi kanakopata 1 ukifuatilia historia ya kupigana ni ngumu. Ikitokea ni unajua kabisa kwamba hii imetokea ni bahati mbaya. Hii ni kwa sababu ufahamu unafanya kazi unapokuwa kwenye furaha. Kwa nini kusoma mahali anasema hivi, furaha ya Bwana ni udhaifu wangu au ni nguvu zangu? Furaha ya Bwana nini? Ni nguvu zangu. So nguvu ya familia ya kiuchumi ipo kwenye furaha. Tafuta mfanya biashara naye nuna muda wote, anasema hamna kitu hapa, wanaenda kwa hiyo kwa sababu ni free. Kama ni free sinaweza uweke gia. Wateja wanakuja na kubwekea pale, sukari. Kwa sababu hujui sheria ya furaha, unasema usinipige kelele, nimejiajiri. Wakienda kwa wale wenzetu ambao hawajaokoka, wanawapokea karibu, unataka nini? Hata kama ni pharmacy, mteja akiulizia mchele anaambia tu amna. Lakini wewe ulivyo na majibu, mpendwa, wateja wamekukimbia na unasema ni uchawi. Sio uchawi, character, tabia tu. Umekataa kuwa na furaha. Furaha itakuwezesha flow katika nguvu za Mungu, kwa sababu anasema furaha. Kuna andiko ni kwenye Nehemia, anasema hivi, furaha yangu ni nguvu za Bwana. Kuna hilo andiko linasemaje?
Alafu kwenye kitabu cha Mithali 17 anasema moyo uliochangamka ni dawa. So furaha uponyesha. Hivi unajua watu wa uchungu wanaenda kwa madaktari, wanaumwa kweli yani. Daktari anapima, daktari anambia sioni, unaumwa lakini hauna tatizo lolote. Tunakupa zoezi moja. Tenga siku 3 za kucheka. Na kwa sababu ni mkoloni hataki kucheka na watoto, anaenda kuchekea bafuni peke yake. Alafu wazazi, jamani, wazazi hebu tusikilizeni na sisi watoto. Unajua kucheka na mtoto haimaanishi kwamba ni uzembe. Yaani kucheka na mtoto haimaanishi kwamba yaani wamekuzidi nguvu. Yaani kuna mzazi akicheka na mtoto anaona ni mazo. Ndio maana mtoto akicheka tu mbele yake, "Hey, unacheka nani? Kosa adabu wewe." Jamani, hizo enzi zilishapita. Na ndio maana daktari anakuambia una ugonjwa, dawa yako ni furaha. Cheka kila siku, asubuhi jioni, unaenda chumbani unajifungia mahali. Mtoto akija na mbadilisha sura. "Hey, fuata mama yako kule jikoni." Why? Enzi za ukoloni zimeisha. Mimi nafikiri tuamue tu kuishi maisha fulani. Life is too short. Maisha sio marefu sana uyavuruge namna hiyo. Amen. Sida. Hebu imagine jamani, mko tu wawili, wako tu watu wawili. Imagine wawili. Anakosekana tu mmoja wa kupisha dhoruba. Wote wanaamua baba. Siku ya kwanza, day 3. Na kila mmoja mwenyewe anasema, ngoja nione nani atakayekuwa mdogo. Nani atakuwa Yohana? Kwa sababu Yohana anasema mimi lazima nipungue, alafu Yesu azidi. Kwa pale wanatafuta Yohana na Yesu ni nani? Nani wa kupungua? Mama akiona kabisa hamna dalili ya amani, anaseti kitu, anaweza kaka kiti mlangoni ile ambayo sogeza. Mzee naye anashuti au kusemesha. Yaani unazidi kuharibu. Furaha ni ulinzi. Furaha inaboresha ubunifu. That is, hiyo ni kisayansi kabisa. Hakuna mlango mbaya wa mapepo na majini kama uchungu, stress na kutokuwa na furaha kwenye familia. Huo ni mlango unaotafuna wengi. Furaha ni uzio, adui hawezi akapenya. Amen. Huyu jamaa akiwa gerezani anaitwa Paulo kwenye Filipi 4:4 anasema furahini tena, nasema furahini. Filipi 4:4. Kwa nini aseme hivyo? Hivi akili zake ziko sawa? Anajua siri ya furaha kibiblia. Unataka kuelewa neno maintain furaha. Unajua uwezi ukagombana na watu unakuja kushika Biblia umenuna. Mathayo 6:2. Utakuwa tu kama mtu anayesoma rasimu ya katiba mpya. Utaelewa chochote cha kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sasa hii furaha haipatikani sokoni, haipatikani ofisini, haipatikani kwenye mshahara kwa sababu fedha inaisha. Kuna mtu ana smile siku ameenda mauzo amepata faida, hata hagi watoto pale. Watoto wanajiuliza huyu mzee vipi leo? Huyu ni leo dumu inapatikana kwenye kanisa lililokubali kuamka. So kanisa lenye uamsho, kanisa lililokubali kuamka litakuwa linagawa furaha kwa kila anayekanyaga mle ndani. Ndio maana huyu mfalme, huyu rais anasema nilifurahi sana nilipoambia niende kanisani kwa sababu furaha iko madhabahuni. Kila unapokataa kwenda kanisani, umekataa kwenda kwenye furaha yako. Kila unapokwepa kanisa, umekwepa furaha yako. Mungu akupe neema ya kudumu na kuhudhuria kanisa katika jina la Yesu. Zaburi 27:4. Zaburi 27:4. Zaburi 27 mstari wa 4. Kitabu cha Zaburi sura ya 27. Natamani hata niwe kile kishikizo cha mlango. Yaani ni watu wa kufungulia watu milango, waingie, watoke. Lakini niunganishwe na nyumba ya Mungu. Hebu angalia huyu mtu alivyokuwa mlevi na nyumba ya Mungu. Alivyokuwa mlevi na ufalme wa Mungu. Anasema natamani niwekwe pale mlangoni, niwe na ruhusu mlango wa kufunga na kufungua kwa sababu ya kile kinachopatikana kanisani. Kwa hiyo uamsho kisha kwa kanisani, kila mtu atatamani kudumu na kuishi kwenye nyumba ya Mungu. Hallelujah. Amen. Amen. Sasa kwa sababu ya time nataka uandike jinsi ya kuanzisha uamsho. Hatuwezi tukaona faida, kila mtu ameona uzuri wa uamsho, lakini hatuwezi tukaishi tu kwenye kutamani. Sasa nini cha kufanya? So andika jinsi ya kufanyaje? Jinsi ya kuanzisha uamsho. Jinsi ya kuanzisha uamsho. Kumbuka ni jukumu lako mwenyewe uamsho tumesema. Haihitaji group wala kapa. Unaweza ukaamua wewe mwenyewe. Sasa ninafanya nini kuamsha ili kupelekea furaha, ili kupelekea maongezeko na faida nyingi sana. Sio kwamba ni hizo mbili tu.
naomba nianze kwa kusema hivi: uamsho huwa hautokei wenyewe. Uamsho huwa hausubiriwi. Uamsho huwa unafuatwa. Uamsho huwa haujitokezi, huwa unasababishwa. So uamsho hautokei wenyewe. Uamsho hautatokea tu wenyewe from nowhere. Uamsho huwa unasababishwa na wewe. Uamsho hautakuja siku moja. Uamsho unafuatwa na mtu mmoja. Hakuna kitu cha thamani kinachopatikana bure. Uamsho ni kitu cha thamani mno kwenye hichi kizazi kuliko fedha, kwa sababu baraka zote ni matokeo ya uamsho. Kwa hiyo uamsho ni kitu cha thamani sana. Na kwa kuwa uamsho ni kitu cha thamani kuliko Tanzanite, hakuna Tanzanite inayookotwa, huwa inaendewa, huwa inasotewa. Vitu ambavyo vina thamani vinapatikana. Tukitaka kokoto, hapo chini utanichotea kokoto kama 60 au sadolini. Lakini nikikwambia naomba Tanzanite, utaniambia kwanza hata kuiona hujawahi kuiona. Kwa hiyo vitu ambavyo ni adimu huwa vinasotewa, huwa vinalipiwa gharama. Shida yetu sisi, tunataka vitu vitokee automatic. Yaani tunataka tu siku moja uamsho, worship inawaka moto, watoto wanawaka moto, wababa wanawaka moto, praise, prayer inawaka moto. Haitatokea yenyewe. Kila kitu huwa kinasababishwa. Kila kitu huwa kinalipiwa nini? Gharama. Nani yuko tayari kulipa gharama ili kanisa lake liwake moto? Nani yuko tayari kulipa gharama? Okay. Nataka niseme tena hivi, kuna nini cha kufanya ili uamsho utokee? Kuna nini cha kufanya ili uamsho ufanye nini? Utokee. Nataka nikuonyeshe nini cha kufanya ili uamsho utokee, kwa sababu inawezekana. Amen. Inawezekana. Inawezekana. Kuna nini cha kufanya ili uamsho utokee? Kuna nini cha kufanya ili uamsho utokee? Simple. Uko tayari kuandika? Maombi. Siongelee kitu cha mbali sana, kitu ambacho nakifahamu, lakini naomba ukipe usikivu wa namna nyingine. Maombi. Nitagomba dakika chache, nitaenda kumaliza, lakini naomba hapo unisikilize kwa umakini mzuri sana. Inawezekana neno maombi ni la kawaida sana. Inawezekana upendi kuomba au naomba sana, lakini naomba unipe tena dakika 3 tu unisikilize. Hakijawahi kutokea kitu bila maombi. Hakijawahi kutokea kitu bila maombi. Kanuni alizojiwekea Mungu hazimruhusu kufanya chochote duniani bila maombi. Kanuni alizojiwekea yeye. Na baya zaidi, Mungu amekuza neno lake au kanuni zake kuliko hata jina lake. Kwa hiyo Mungu analiheshimu neno lake kiasi kwamba hayuko tayari kwenda kinyume na neno lake. Na moja ya kanuni au moja ya neno ambalo Mungu hawezi kulivunja, Mungu alishajiwekea kwamba hawezi akafanya kitu duniani bila kushirikiana na binadamu. Bila kushirikiana na binadamu. Hiyo ni kanuni aliyoiweka Mungu na hawezi leo kuibomoa. Alipotaka kukomboa Israel, angeweza kushuka akawabeba, lakini ilimlazima mtume mtu. Alipomtaka Sauli, aliyekuja kuitwa Paulo baadaye, alipompiga upofu, ilimlazima mtume Anania ili kumpatia Sauli wokovu. Si ndio? Alipomtokea yule aliyekuwa mwema katika utoaji, Cornelio, alimwambia tuma mtu aende Joppa amlete Petro. Kwa hiyo ni Mungu wa connection. Ni Mungu anayetumia watu. Kwa hiyo ili mbingu ifanye kitu duniani, lazima patikane mwanamke mmoja au mwanaume mmoja.
Kwa sababu sheria za Mungu zinamkataza yeye kuoperate duniani. Utanisikiliza vizuri nikupe siri. Wangapi wanajua kwamba Mungu ni roho? Thank you. Wangapi wanajua kwamba shetani ni roho? Wangapi wanajua kwamba maandiko yanasema malaika ni roho? Biblia inasema hivi, Mungu ni roho. Sisi tunajua hivyo kwenye Yohana. Alafu shetani naye ni roho, mapepo na yenyewe ni roho, malaika nao ni roho. Biblia inasema kwenye Ibrania 1 kwamba malaika ni roho. Nini maana ya neno roho? Liliwahi kunisumbua, nikaanza kulifuatilia kwenye Biblia tofauti. Neno roho kwenye Biblia ya Kiingereza linaitwaje? Spirit, si ndio? Lakini Biblia ya Kiingereza na Kiswahili zilikuja kutafsiri Biblia. Biblia haikuandikwa kwa hizo lugha. Watafsiri walikuja kutafsiri baadaye. Na lugha yoyote ikiwemo Kiingereza ina tabia ya ukuaji. Mpaka leo Kiswahili kiko katika ukuaji, Kiingereza kiko katika ukuaji. Kwa hiyo wakati wanatafsiri, kuna baadhi ya maneno hawakuweza kutupa ipasavyo kama ilivyokuwa kwenye lugha mama iliyoandika. Asa neno roho au spirit kwenye Biblia ya Kiyunani ama Kigreek inaitwa pneuma, ambayo tafsiri yake ni wind, upepo. Unanielewa? Neno roho ambao kwa Kiingereza tunaita spirit, kwenye Biblia hile lugha hile ya kina Paulo linaitwa pneuma, P-N-U-M-A, pneuma, kwa maana ya upepo, wind. Kwa hiyo Mungu ambaye tunamuita roho, pneuma, tukisema aje hapa yeye kama yeye, tutakachokisikia na kukiona ni tutaacha kukimbia. Utanikuta either standing au mianzini. Na upepo sisi tunaita mzimu. Ndio maana ukisikia mtu amekufa alafu mzimu wake unatesa, si kwamba yeye ndiye anatokea tu, inakuwepo dhoruba fulani. Wanasema ukipita kwenye mti fulani unapigwa mikofi na lijito ambalo alionekana. Si mliwahi kusikia hizo? Au unasikia tu lijoto alionekana? Uliwahi kusikia hizo hadithi? So Mungu akisema anakuja duniani yeye kama yeye, hatutamweza wala hatutamtaka. Shetani naye akija tutajua ni shetani huyu, kwa sababu kitakachotokea kwenye chumba chako ni pneuma, wind, spirit, roho. Ndio maana sasa ili shetani aende pale Eden, shetani roho hakuweza kwenda yeye kama yeye. Ilibidi amtafute nyoka, kwa sababu nyoka kipindi hicho alikuwa anatembea kama sisi, amwazime mwili. Kwa hiyo shetani upepo roho aliazima mwili, akaenda pale Eden amevaa mwili ili awe ligo, kwa sababu kisheria roho hapa duniani hairuhusiwi kuoperate bila mwili. Unanielewa vizuri? Ni kosa roho isiyo na mwili kuoperate hapa duniani. Roho ikioperate bila mwili inaitwa mzimu. Na Mungu hawezi akataka tumuite mzimu. Kwa hiyo kikawaida, kikanuni, roho ambayo haina mwili hapa duniani tunaita mzimu. Na kwa kuwa Mungu hataki aitwe mzimu, ilimlazimu neno livae mwili. Yesu, Yohana 1:14, neno yani roho, kwa sababu Yesu alikuwepo toka Agano la Kale. Yeye ndiye aliyetengeneza yote, kabla ya dunia alikuwepo. Lakini ili aje hapa duniani, atoke mbinguni aje duniani, sheria ikamlazimisha kwamba uwezo ukaoperate duniani kama roho, kwa sababu atakuita mzimu. Ikamlazimu neno livae mwili. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Sasa hatuwezi tukataka Mungu aoperate mwenyewe hapa duniani. Nisikilize vizuri. Mungu akisema afanye kazi mwenyewe hapa duniani, tutamuita mzimu, kwa sababu yeye ni roho. Ili Mungu awe legal au kisheria aruhusike kuoperate duniani, lazima awe na mwili, na mwili huo ni wewe. Amen. Nielewe. Unapoanza kuomba, unamkopesha, unamwazima Mungu mwili aanze kutenda. Shetani naye anatumia kanuni hiyo. Shetani hawezi akaoperate yeye kama yeye, kwa sababu sheria za kiroho
haziruhusu roho kuoperate bila mwili. Na hivi shetani asija akagundulika, anatumia watu. Ndio maana kuna mtu anaitwa mchawi, anaongea maneno mabaya dhidi yako kushirikiana na shetani. Kwa hiyo anamwazima shetani mwili. Kwa nini Mungu alimhukumu yule aliyekuwa anaitwa nyoka? Ni kwa sababu nyoka alimwazima jamaa mwili, akawa ligo, akawa na uhalali hapa duniani. Kwa hiyo Mungu na shetani hawana uhalali wa kuoperate hapa duniani bila kushirikiana na binadamu. Sio Musa aliyowatoa wana wa Israeli Misri. Hawezi, asingeweza. Alichokifanya, alimwazima tu Mungu mwili. Aliponyosha mkono, bahari ikasambaratika. Ni Mungu alinyosha mkono. Alipotupa ile fimbo pale chini, ni roho ndani ya Musa. Unapoanza kuomba, unamruhusu Mungu kuwa ligo, kuwa na uhalali wa kuoperate hapa Tengeru. Ningeweza kusema pointi ungeiandika, maombi ni leseni ya kiroho inayomruhusu Mungu kuoperate hapa duniani. Maombi ni license, ni leseni inayomruhusu Mungu kuoperate hapa duniani. Watu wa Mungu, mnanielewa? Amen. Yezekao anajiambia mimi eti, mbona kama mimi ndiye naelewa? Unanielewa vizuri? Amen. Tunaangalia namna ya kusababisha uamsho kwenu au kwako. Na nikasema uamsho unaanza na wewe. Sasa nini cha kufanya? Maombi. Nikakwambia maombi sio adhabu. Maombi yanamruhusu Mungu kuoperate hapa duniani. Isaya 62 mstari wa 6 hadi 7. Tunaenda kumaliza. Naomba unisikilize tu. Isaya 62 na mstari wa 6 hadi 7. Zaburi. Isaya 62 mstari wa 6 hadi ule wa 7. Amen. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako, Yerusalemu. Hawata nyamaza mchana wala usiku. Ninyi wenye kumkumbusha Bwana, msiwe na kimya. Mstari wa 7. Wala msimwache akae kimya mpaka atakapofanya imara Yerusalemu. Ndio mstari wa 6. Mstari wa 6. Nimeweka walinzi juu ya kuta zako. Asante, nisikilize. Yerusalemu sisi tuite kanisa, tunahitaji kwenda kule Mashariki ya Kati. Naamini ni kanisa. Sasa unapoanza kuomba kwa habari ya uamsho, Mungu anakuita mlinzi. Kwa hiyo muombaji kiroho Mungu anamhesabu kama mlinzi. Hii ni kwa sababu pointi nataka uiandike. Muombaji ndiye anaamua nini kitokee na nini kisitokee. Muombaji ni mtu hatari sana, kwa sababu yeye ndiye anayeamua nini kitokee na nini kisitokee. Amen. Kwa hiyo anapotokea mmoja wa kusema sasa, Baba ninasimama, ninakuazima umwili, ninakukopesha umwili ili uwe ligo, ili uwe na uhalali wa kuoperate hapa. Baba achilia neema ya uamsho. Baba achilia neema ya moto usiozimika kwenye hii madhabahu. Mtu huyo anahesabika kuwa ni mlinzi. Amen. Lakini again hilo andiko katika kusoma tumemsikia akisema hawatanyamaza. Hii ni kwa sababu unaponyamaza kuomba, Mungu ananyamaza kutenda. Kwa hiyo mahali maombi yanaishia, ndipo na Mungu anaishia kutenda. Kwa sababu maombi ni leseni. Mahali leseni inaishia, mahali permit inaishia, mahali kibali kinaishia, ndio na utendaji unaishia. Na nimetoka kusema maombi ni leseni, maombi ni kibali kinachomruhusu Mungu kuoperate hapa duniani. Na kibiblia ni marufuku Mungu kutenda bila kushirikiana na muombaji mmoja hapa duniani. Na Isaya 62 mstari wa 6 hadi ule wa 7 anasema nimeweka walinzi, hawatanyamaza usiku wala neno usiku wala mchana. Anasema tusiwe na maombi ya msimu. Anachozungumzia hapo tusiwe na mwamko wa msimu, kwamba unasema naomba Jumapili au Jumamosi na inatokea baada ya mwezi unaacha. Anasema hawatanyamaza ili na mimi niendelee kutenda. Ndio maana ya Wathesalonike wa kwanza 5:17. Wathesalonike wa kwanza sura ile ya 5 na mstari wa 17 anasema wala msiache kufanya nini? Kuomba.
Kwa sababu pale maombi yako yanakomea ndipo na uamsho unakomea. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Pale maombi yako yanakomea ndipo na uamsho unakomea. Wathesalonike wa kwanza 5:17. Amen. Mstari wa 17. Ombeni bila kukoma. Ombeni bila Kukoma. kwa sababu maombi yakikoma uamsho unakoma. Maombi yakikoma operation ya Mungu duniani inakoma. Maombi yakikoma ule moto unakoma. So tutaishia pale kuomba kwetu kunaishia. Tutaishia pale kuomba kwetu kunafanya nini? Kunaishia. Bwana Yesu asifiwe. Tumalizie na ile andiko usije ukachoka sana. Danieli 6:10. Danieli 6:10. Danieli 6:10. Hallelujah. Danieli 6:10. Danieli sura ile ya 6 na mstari wa 10. Danieli 6:10. Hata Danieli alipojua ya kuwa yale maandiko yamekwisha kutiwa sahihi, akaingia nyumbani kwake, na madirisha katika chumba chake yalikuwa yamefungwa kukabili Yerusalemu. Akapiga magoti mara 3 kila siku, akasali, akashukuru mbele za Mungu wake kama alivyokuwa akifanya tokea hapo. Akapiga magoti mara ngapi kwa siku? Kila. Kwa hiyo kudumu kwenye maombi ndio kunapelekea uamsho. Akuomba kwa wiki ile, achana na ile miemko tu ya 1 wiki moja imetosha. Maombi yenye matunda ni yale ambayo unaamua kudumu. Tudumu pale mahali. Amen. Achana na maombi ya msimu. Achana na kiu ya Mungu ya msimu. Anasema Danieli kila siku. Alafu ukisoma kwenye Matendo ya Mitume utaandika hivi, utaenda kusoma Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42. Matendo ya Mitume 2:42 anasema mitume nao wakadumu. So Daniel alidumu akapelekea kitu kutokea. Mitume nao walidumu wakapelekea kitu kikazalika. Kwa hiyo ni maombi ya kudumu ndio yanayokuwa na matokeo. Ni maombi ya kudumu ndio yanayokuwa na matokeo, kwa sababu kila mtu anaweza akaanza, lakini si kila mtu anaweza akadumu. Kwa mfano leo wamama akisema tunaanza mkesha, siku ya kwanza watakuja wamama 15 mpaka 20. Piga sasa siku ya 3, ya 4, ya 5, 6 utasikia mwambie mama Angel leo siji, nina wageni. Nimechoka sana, nilienda Tengeru. Nimechoka sana, driver toyo amenipita. Fulani ameninyima lifti, sitaweza kuja. Hii kwa sababu kila mtu anaweza akalianzisha, lakini kuliendeleza wewe inataka neema. Na kuombea ombi hili, Mungu akupe neema ya kudumu katika kuomba. Mungu akupe neema ya kudumu katika kuomba. Luka 3:21. Na kwa sababu ya neema ya Mungu sitaendelea tena. Msema kweli ni mpenzi wa Mungu. Lakini nataka tumsome Yesu pale kwenye Luka ngapi? 3 mstari wa ngapi? 21. Luka 3:21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye alibatizwa, naye anaomba, mbingu zikafunuka. Kuna vitu viwili nataka tuvinoti hapo. Kwa nataka tumsikilize tena, tusome tena. Luka 3:21. Ikawa watu wote walipokwisha kubatizwa na Yesu naye amebatizwa. Na Yesu naye alibatizwa. Naye anaomba. Yesu naye aliomba. Simama hapo. Yesu naye alifanya nini? Aliomba. So swala la maombi halina rika, halina cheo. Amen. Unanielewa vizuri? Amen. Hivi leo kuna mtu anakuambia, "No, mimi ni mwimbaji, siko kwenye maombi." No, mimi niko kwenye kuimba. Mimi ni mtu wa usafi. Mimi ni mtu wa usafi. Tafadhali swala la maombi ni la wamama. Mimi ni mzee wa kanisa, tafadhali naombeni muendelee na maombi. Mimi niko kwenye idara ya mapishi, tafadhali endelee na maombi. Mimi nasimamia idara ya watoto. No, my friend. Maombi, jukumu la maombi halina cheo, halina umri, halina rika, ni huduma ya kila mtu. Na Yesu alisema hivi, nyumba yangu itakuwa nyumba ya nini? Nyumba ya baba yangu ni nyumba ya sala au maombi. Kwa hiyo hii ilijengwa kwa ajili ya prayer. Mengine ni kachumbari, lakini msuli wenyewe
ni kwa ajili ya maombi. Kwa maana hatupaswi kukaa zaidi ya saa bila kuomba kanisani. Hata kama umekuja kwenye ujenzi, hampaswi kuanza ujenzi bila maombi. Kwa sababu kazi na nyumba ya Mungu kazi yake ni sala, ni maombi. Anasema hivi, naye Yesu akaomba, alafu mbingu zikafanya nini? Mbingu zikafanya nini? Maombi hufungua mbingu. Amen. That's the point. Maombi hufanya nini? Unajua kuna watu wanaishi chini ya mbingu, yani yeye hajawahi kupata chochote kwenye maisha. Hizo zinaitwa mbingu zilizofunga. Mbingu zilizofunga. Yani anakimbia wala hajawahi kufika kwenye maisha. Anaanza Januari mpaka Disemba amesweat, lakini hakuna cha kuonyesha. Ni kwamba Mungu anamchukia, mbingu zake zimefunga. Mbingu zinafunguliwaje? Kwa maombi. Ndio maana shetani anakuruhusu kufanya kila kitu, lakini sio kuomba. Tukisema kesho tuna kikao, utakuja bila shida. Tukisema kesho tuna maombi, uwezo kuona kuna mzimu hapo katikati. No, wewe pima tu. Kesho tutakuwa na mazungumzo na watoto, na tunaomba mama pasta atatusaidia sufuria 3, moja kwa ajili ya pilau, moja kwa ajili ya ndizi, moja kwa ajili ya mahindi. Sikilizia hiyo raia. Bila mwaliko wengine ambao mjawahi kuwaona, mtawaona pale. Hebu semeni kesho tutakuwa na maombi kuanzia asubuhi mpaka saa 9, maombi ya masaa 9. Utasikia tunaomba nini? Kwani Yesu alishakuja duniani, tunamshusha tena? Shetani anajua kwamba maombi yanafanya nini? Yanafungua mbingu. Anajua maombi yatafungua revival, uamsho. So kila unapoomba mbingu zinafunguka. Amen. Ni kweli? Ndio, ni kweli. Funga daftari lako, kitabu chako.